Ndugu wa Tanzania, kwa hali ilivyo katika taifa letu, nchi yetu upendo Tanzania, na matukio yanayozidi kuendelea katika taifa letu la Tanzania, na uovu ambao polisi wa Tanzania wanaendelea kutekeleza wakikitetea chama kimoja cha CCM. Hivyo basi, tukikumbuka ndugu zetu waliouawa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, tumeshindwa kulala na tumeshikwa na msongo wa mawazo. Hali hii imezidi kuwa kidonda ndugu katika taifa letu la Tanzania au katika moyo wa Tanzania. Hivyo basi, tumeamua tutengeneze kikundi cha uasi ambacho kitakuwa ni kikundi cha kutetea wananchi wa Tanzania. Tumeamua tujitokeze wazi, bila uoga, bila kuwa waoga kwa lolote lile, kwa sababu tumevumilia kwa muda kuona kwamba serikali hii haramu itajirekebisha au itajiita mkutano na kutaka kujua wananchi wanadai nini. Lakini bado kila kunapokucha wamekuwa wakiwaumiza wananchi, wakitia hasira kwa mioyo ya wananchi. Polisi wamekuwa wakiwateka wananchi, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu, polisi wamekuwa wakiwabaka dada zetu na kuua watu na kuwapiga watu bila sababu. Hawajajiita mkutano wakajihoji kwa mauaji waliofanya tarehe 29 mwezi wa 10. Hawajajiita mkutano wakajiuliza ama wakatafuta makosa yao, ili hali wamekuwa ni watu wa kusifiwa pale wanapofanya mauaji. Ndugu wananchi, ninaombeni kikundi hiki kinapokuja kwenu, sio kikundi cha kuangamiza wananchi, sio kikundi cha kutishia maisha ya wananchi. Ijapo polisi watakanusha habari hizi na kutuita majambazi, waahini, ila sisi tumekubali kuitwa waahini kwa sababu ya nchi yetu. Kwa sababu polisi wamekuwa wakiwakamata watu na kuwapandikizia vesi vya uongo na kuwapandikizia kesi ya uahini. Basi neno uahini limekuwa neno la kawaida kwa jeshi la polisi. Tunachojua kwamba muahini ni mtu ambaye ameamua kuipindua serikali ama kumtoa rais madarakani. Ila sisi ambao tunaitwa waahini, tunapopinga uovu tunaitwa waahini, tunapandikishwa kesi za uongo. Basi tumeamua tujitokeze hadharani ili tuwe waahini kamili. Polisi anaponiua, polisi anaponikamata, anikamata akiwa na ushahidi kamili ya kwamba mimi ama yule ameua polisi 10, ameua polisi 20. Anapokuwa amekamatwa, basi anakamatwa kihalali kwa mauaji ya polisi. Watanzania, hatutachoka kuwakumbusha kwamba serikali ambayo inaongozwa na chama cha CCM, popote ambapo wanaelekea na uongozi wao, ni mpahala pabaya. Nitakuwa nikimba hili na nitakuwa nikikukumbusha na kukumbusha Mama Samia Suluhu na wale ambao wako karibu na yeye ambao huwa wananitazama kwamba wananchi wamechoka. Tumefika pale ambapo serikali inafaa kuwapa wananchi sikio hili kwamba wasikize malalamishi ya wananchi, kutenga muda kuzungumza ili kuzuluhisha tatizo kubwa ambalo ni tatizo linahusiana na mambo ya haki. Kuwaita viongozi, kuwakalisha chini, kuketi chini na kutafuta suluhisho ambalo litaweza kukomesha ukiukaji wa haki nchini Tanzania. Mama Samia Suluhu, popote ulipo, ikiwa kuna yule ambaye anatazama, mkumbushe kwamba nchi ni kubwa kuliko kiongozi mmoja. Nchi ni kubwa kuliko viongozi 50, kwa sababu nchi imepepa mamilioni ya wananchi. Na hakuna uongozi utakuwa mgumu ikiwa utakuwa unaongoza watu ambao wamechoka na wewe, watu ambao wanalalamika lakini wapi muda wa kuweza kuwasikiza. Na swala hili
ndilo limesababisha kuwa na kikundi cha wauni ambacho kimetengenezwa kikiwa na nia moja tu, mtazamaji, nia moja. Na nataka nikufahamishe na mtazamaji uwe makini kunisikiza, kwa sababu hili litakusaidia kama mwananchi wa Tanzania. Kumeundwa kikosi ambacho ni cha wauni ambao, mtazamaji nisikize, wauni ambao watakuwa wakipigania haki ya mwananchi. Kabla niendelee, ningependa kukaribisha mtazamaji katika kituo hiki. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, na kukaribisha na jihisi kwamba upo nyumbani, kwa sababu hapa tunachukua matatizo ambayo ni ya wananchi, kuyasikiza, kuyachambua na kutafuta suluhisho ambalo litakuwa likitatua matatizo ya wananchi wa Tanzania. Asante kwa kujiunga nasi na asante kwa kusubscribe na kulike kanda hii. Kikundi kimeundwa, kikundi ambacho ni cha wauni ambao nia yao kubwa si kutekeleza mabaya, bali ni kupigania haki za mwananchi. Kwa sababu kikosi ambacho na kazi yao ni kuhakikisha kwamba mwananchi ameweza kulindwa, ambacho ni kikosi cha polisi, kimeanza kutumika na serikali kutekeleza mauaji, kutekeleza wizi, kutekeleza maovu yote ambayo mtazamaji umekuwa ukiyasikia na kuyashuhudia nchini Tanzania. Kikosi hiki ambacho kinasimama na mwananchi wa kawaida kimetangaza wazi kwamba wamekuwa wakifikiria bila kupata usingizi kuhusiana na matukio ambayo yalitendeka tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025, mtazamaji. Mambo ama masuala ambayo mpaka sasa tunayazungumzia. Mtazamaji, kulikuwepo na mauaji, kulikuwepo na kupigwa marisasi, kulikuwepo na maumivu katikati ya wananchi ambao walikuwa wanasimama kulilia haki yao ya kibinafsi. Lakini wakapatana na kundi la polisi ambalo lilikuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba limeweza kurejesha amani nchini Tanzania. Lakini nia yao ilikuwa mbadala. Nia yao ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wametekeleza mauaji, wamewaibia wananchi, wamewaacha na maumivu na kusababisha vifo ambavyo vingeweza kukomeshwa. Wakahakikisha kwamba mali imeweza kuharibiwa kwa kiasi kikubwa, na ndiposa nchi ya Tanzania hadi wa sasa imekosa amani. Baada ya hilo kukatengwa jopo ambalo lilikuwa lifanya uchunguzi kwa haraka zaidi na kupeana maoni na kupeana suluhisho kutokana na matatizo yaliyosababishwa na maandamano ya mwezi wa Oktoba. Lakini hadi wa sasa wananchi bado hawajapata ripoti ya mauaji ambayo yalitekelezwa. Wananchi hadi wa sasa hawajapata ripoti ni nini kilichoanzisha kuwe na maandamano na machafuko. Hadi wa sasa wananchi hawajapata ripoti kuhusiana na matukio ambayo yaliweza kutokea wakati huo. Mtazamaji, kile ambacho kimebaki ni imani ya wananchi kwa serikali kudhoofika. Na kudhoofika kwa imani ndiposa kumetokea ama kumeweza kuanzishwa kundi la wauni ambao wameweza kutangaza msimamo kwamba watakuwa wanapigania haki ya mwananchi na kuhakikisha kwamba mwananchi ama wale ambao waliweza kupoteza familia zao, mandugu zao, watoto wao na mababa zao wameweza kupokea haki kutokana na matukio ya mwezi wa Oktoba na machafuko hayo. Ingekuwa serikali inasikiza viongozi wa kanisa, ingekuwa serikali inasikiza viongozi
ambao ni wa upinzani na kufanya mabadiliko. Tumeshuhudia bado serikali ikitumia maafisa wa polisi, jeshi na doria zingine kutekeleza mambo ambayo ni ya uuni kwa wananchi bila mabadiliko. Na hicho ndicho sababu ambacho ama sababu ambazo zimeweza kuchukulia wananchi kuchukua hatua mkononi na kuhakikisha kwamba wamepokea haki kwa njia ya nguvu. Asante kwa kujiunga nasi kwa siku ya leo. Tutakuwa na mjadala zaidi, na mtazamaji, usisahau kupeana maoni yako katika comment section na kushare kanda hii kwa wengine ili wajiunge na tuweze kujenga kituo hiki, kwa sababu hapa ndipo tunapokea habari za kweli na kuweza kutetea haki za mwananchi wa kawaida. Haya mambo tuliyatangaza na tukasema hadharani. Serikali wasipotusikiliza, wameshindwa kutusikiliza, wameshindwa kitutia hasira, wameshindwa wakitutia hasira milioni mwetu, wameshindwa wakituteka, wameshindwa kitukamata na kutufuatilia. Hata pia inafikia mahali ambapo wanaifuatilia mitandao yetu na kublock akaunti zetu bila sababu, kwa sababu ya kukemea uovu, kwa sababu ya kupinga uovu, kwa sababu tunaitaka katiba mpya. Hawajaweza kutusikiza. Serikali ikiongozwa na Mwiguru wamekuwa ni watu wanajipiga, wanakuwa na kifua, wanakuwa na kiburi, wanapokuwa wanazungumza wanakuwa ni watu wa kututia hasira. Mwiguru ameisikika hadharani